miongozo ya usimamizi wa tasnia ya utangazaji ambayo lengo lake ni kuelimisha, kuhabarisha na kuburudisha. Hata hivyo, kamati imeona kwamba shule hiyo inatolewa pasipo kuzingatia misingi, sheria na kanuni za huduma ya utangazaji. Hii ni tofauti na shule inayotolewa darasani katika kuta 4. Hivyo basi, kipindi cha shule ya uongozi kilipaswa kuzingatia sheria, kanuni, misingi na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari. Kamati ya maudhui imeona kuwa katika kipindi cha tarehe 28 Agosti 2021, Humphrey Polepole Online Television ilitangaza maudhui yenye tuhuma kuwa virusi vya ugonjwa wa corona vimetengenezwa maabara na mashirika makubwa ya kimataifa ili yajinufaishe kibiashara kwa kuuza chanjo. Katika mazingira haya, Humphrey Polepole Online Television ilitakiwa kutoa uthibitisho wa kisayansi pamoja na kuwapa nafasi viongozi wenye dhamana ya afya nchini kutolea ufafanuzi tuhuma hizo ili kukidhi matakwa ya kanuni ya 9A, 12A, 16.1 na aya ya 3 ya jedwali la 3 katika kanuni za mawasiliano ya kielektroniki na posta maudhui ya mtandaoni ya mwaka 2020 pamoja na misingi na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari. Kwa kutofanya hivyo, maudhui ya Humphrey Polepole Online Television yamethibitika kuwa ni ya upotoshaji yanayoweza kusababisha taharuki kwa wananchi na kudhoofisha kampeni za kitaifa dhidi ya ugonjwa wa corona. Kamati ya maudhui imeona kuwa katika maudhui yake mtangazaji wa Humphrey Polepole Online Television alisikika akisema, "Mimi sio mtaalamu wa afya. Naeleza tu taarifa ndogo ambayo naifahamu." Hii inaonyesha wazi kuwa alitakiwa kuhakikisha anatoa nafasi kwa uthibitisho, usahihi na ufafanuzi wa taarifa hiyo kutolewa na wataalamu wa afya ili kukidhi misingi ya uandishi na utangazaji wa habari. Pia, kamati imeona kuwa katika kipindi kinachohusu kuwapanga vizuri wa machinga, Humphrey Polepole Online Television iliwatuhumu viongozi wa serikali kuhusu kutofuata maagizo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwapanga vizuri wa machinga. Katika kipindi husika, kituo tajwa kimevunja sheria, kanuni, misingi na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari kwa kutowapa viongozi husika nafasi ya kutoa ufafanuzi juu ya tuhuma alizotoa. Katika kipindi cha maoni ya msikilizaji, aliruhusu msikilizaji kutoa maneno ya shutuma na uchonganishi dhidi ya viongozi wa serikali kwamba ni wanyanyasaji na watu wa kuletewa taarifa mezani bila kufanya tathmini. Katika kipindi husika, kituo tajwa kimevunja sheria, kanuni na misingi na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari kwa kutowapa viongozi husika nafasi ya kutoa ufafanuzi juu ya tuhuma alizotoa. Aidha, katika kipindi hicho alizungumzia deni la taifa kwa kutoa maneno ya uongo na udhalilishaji kwa viongozi wa serikali kwa kusema kuwa ni waoga na hawajitokezi kuwaeleza wananchi ukweli kuhusu deni la taifa. Kwa kufanya hivyo, amekiuka maadili ya utangazaji ambayo yanahitaji kutoa fursa kwa pande mbili kueleza kwa ufasaha tuhuma alizotoa. Kamati imebaini kuwa viongozi waandamizi wa serikali akiwemo Waziri wa Fedha Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, mbunge, mwezi Juni 2021 bungeni Dodoma alitolea ufafanuzi kuhusu deni hilo linahimilika. Kamati imeona kuwa hoja ya Humphrey Polepole Online Television kwamba inafanya kazi ya kutoa elimu tu na sio kama televisheni nyingine za kawaida, conventional television, zinazotakiwa kuwa na
mizania. Hoja hiyo ya mmiliki wa Humphrey Polepole Online Television haina msingi wowote, kwa sababu moja ya majukumu ya vyombo vya utangazaji ni kuelimisha. Hivyo basi, katika kutekeleza jukumu hilo, chombo cha utangazaji kinatakiwa kuzingatia misingi na maadili ya taaluma husika, ikiwa ni pamoja na kuzingatia usahihi wa habari na kuweka mizania. Kuhusu hoja ya Humphrey Polepole Online Television kwamba kanuni zina mapungufu kwa vile hazitoi ufafanuzi wa kina juu ya uendeshaji wa vipindi vinavyohusiana na elimu, kamati imebaini kwamba hoja hiyo haina msingi wowote, kwa kuwa kanuni zinajitosheleza na zinaweka masharti ya chombo chochote cha utangazaji kinachotoa elimu kinatakiwa kuzingatia misingi na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari. Mwisho, kamati imegundua kuwa Humphrey Polepole Online Television ina mapungufu ya kutokuwa na wafanyakazi wenye taaluma ya uandishi na utangazaji wa habari, jambo linalopelekea kukiuka sheria, kanuni, misingi na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari katika kazi zao. Ushauri wa kamati kwa Humphrey Polepole Online Television. Kutokana na makosa yaliyobainika hapo juu, kamati inaelekeza Humphrey Polepole Online Television kama ifuatavyo. Ya kwanza, kuhakikisha inazingatia uchaguzi sahihi wa maneno yenye staha katika uwasilishaji wa vipindi kwa kuzingatia hadhira yake ambayo ni umma. Pili, kuhakikisha inazingatia misingi, sheria, kanuni, maadili na weledi katika kusimamia na kutoa maudhui mtandaoni. Sasa, uamuzi wa kamati juu ya shauri hili. Baada ya kutafakari kwa kina maelezo yaliyowasilishwa na Humphrey Polepole Online Television, kamati ya maudhui imeridhika pasi pokuwa na shaka kuwa Humphrey Polepole Online Television kupitia vipindi vyake tajwa vya shule ya uongozi imekiuka kanuni za mawasiliano ya elektroniki na posta, maudhui ya mtandaoni kama ilivyoainishwa katika tathmini ya kamati hapo juu. Hivyo basi, kwa mujibu wa kifungu cha 44 kifungu cha pili kidogo na sehemu ya G cha sheria ya mamlaka mawasiliano Tanzania sura ya 172 marejeo ya mwaka 2017 na kanuni ya 21 kanuni ndogo ya 3 na sehemu ya A ya kanuni tajwa hapo juu ya maudhui ya mtandaoni ya mwaka 2020, kamati ya maudhui inatoa adhabu zifuatazo kwa Humphrey Polepole Online Television. Ya kwanza, kituo kinapewa onyo kali. Pili, kipindi cha shule ya uongozi cha Humphrey Polepole Online kinaamuriwa kusimamishwa kwa muda pindi mmiliki atakapofanya yafuatayo. Ya kwanza, kuwa na wafanyakazi wenye taaluma ya uandishi wa habari, utangazaji ili kuleta ufanisi na tija katika vipindi vyake. Pili, kuhakikisha vipindi vyake vyote vinazingatia sheria, kanuni, misingi na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari pamoja na masharti ya leseni yake. Baada ya kuzingatia maelekezo yaliyoainishwa hapo juu, kituo cha Humphrey Polepole Online Television kitatakiwa kutoa taarifa kwa mamlaka ya mawasiliano Tanzania, ambapo mamlaka ya mawasiliano Tanzania ikijiridhisha kuwa maelekezo yote yamezingatiwa, kipindi cha shule ya uongozi kitarejea na kuwa chini ya uangalizi wa mamlaka ya mawasiliano kwa kipindi cha miezi 6. Uamuzi huu umetolewa leo Dar es Salaam tarehe 17 Disemba
2021, haki ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi huu kwenye Baraza la Ushindani wa Haki Kibiashara, Fair Competition Tribunal.